Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu yetu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo wikendi. Chaguzi ndogo zinazotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi wa Novemba zitakuwa mtihani mzito kwa Rais William Ruto hata anapotafuta chaguo bora zaidi litakalomhakikishia muhula wa pili madarakani mwaka 2027. Ushindi au kushindwa katika maeneo bunge ya Malava na Mbeere Kaskazini pia kutakuwa na jukumu kubwa katika kubainisha iwapo kutakuwa na manufaa ya kisiasa ya kumchagua naibu rais mwingine katika uchaguzi wa mwaka 2027, na ikiwa pia viongozi watawakaribisha katibu mkuu Musalia Mudavadi na Spika Moses Wetangula kwenye nyadhifa zao au kuacha. Na kama ripota wetu mkuu wa masuala ya kisiasa Chris Thairu anavyoripoti, rais anapitia mkondo mgumu hata anapotafuta chaguzi ambazo zinaweza kudhoofisha au kuinua taaluma yake ya kisiasa. Mengi yanasubiriwa na tabaka la kisiasa kutoka kwa uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika katika wiki mbili zijazo, ambayo yanatajwa kwa uchaguzi mdogo na marudio ya uchaguzi ambao huenda kufanyika mwaka 2027. Magharibi mwa Kenya, eneo bunge la Malava, utawala wa Kenya Kwanza na muungano wa upinzani wamejiweka katika nafasi nzuri ya kushinda kiti cha ubunge katika eneo ambalo halijapiga kura kwa kikapu kimoja angalau kwa uchaguzi 4 mfululizo. Mtanisaidia kunipatia kura ya huyu Mungu. Rais Ruto amechukulia uchaguzi huo kwa makini na hata kujiepusha kwa shughuli zake na kumpigia kura mgombea wa UDA huko Malava, David Ndakwa, ishara tosha kwamba hasara kwake katika kiti hiki huenda ikasababisha uungwaji mkono katika eneo kubwa la magharibi. Mtapatia kura huyu Muungwana akuja ajenge amalize barabara hii na mimi, tuunganishe stima na yeye, tupange mambo yenu ya masomo na yeye. Wangapi wanapata kura? Wapi kura ya Ndakwa hapa? Wapi kura ya Ndakwa? Kanda ya magharibi imenufaika sana na utawala wa Kenya Kwanza kwa kupata nyadhifa kubwa serikalini, licha eneo hilo kumpigia kura mgombea wa rais wa Azimio hayati Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Eneo hilo lipo na nafasi za katibu mkuu wa baraza la mawaziri na waziri wa mambo ya nje inayoshikiliwa na Musalia Mudavadi, waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na makatibu wakuu 8 na mabalozi 6. Kati ya kaunti 5 za eneo la magharibi ni kaunti ya Bungoma pekee iliyompa Rais William Ruto kura nyingi zaidi kuliko Raila Odinga kwa tofauti ya zaidi ya kura 1,100. Kaunti zingine zikimuunga mkono Raila na kumpa takriban kura milioni 1 kati ya kura milioni 1.6 zilizopigwa. Na sasa Rais Ruto anategemea Mudavadi na Wetangula kuzoa kura. Sasa utoke kwa meli uende kwa kanuu, simamba na papa itakumaliza. Sisi tukae kwa meli ya serikali ya broad based na kinara ni William Samoei Ruto. Sisi zote katika broad based, ODM haikuweka candidate, Ford Kenya haikuweka candidate, zote tunaunga Ndakwa wa UDA. Ushindi wa Rais William Ruto katika eneo bunge la Malava dhidi ya muungano upinzani bila shaka utaongeza nafasi yake na hatimaye kuridhi uungwaji mkono wa chama cha ODM katika eneo ambalo kwa kiasi kikubwa limesalia katika upinzani tangu kifo cha aliyekuwa makamu wa rais Kijana Wamalwa. The other option would be to woo Western and wait until the presidential candidate of the opposition is decided, so that if that candidate is not from Western, and luckily for him, if the running mate for the opposition is also not from Western, that is where he will concentrate, and that is where he might take a running mate. Kwa sasa eneo la magharibi limegawanyika mara mbili, huku pande moja wa mgawanyiko wa kisiasa ukiongozwa na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakiunga mkono serikali pana, huku kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa na naibu wake George Natembeya wakiongoza sauti zinazounga mkono upinzani. Hivyo sasa ni njia gani ya magharibi kabla ya tarehe 27 kwa uchaguzi? Chris Thairu, KTN, Nairobi. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kwa miezi kadhaa mtandao wa kimya